Dar es Salaam. Lakini nikianza na gazeti la Jambo Leo Jumamosi ya leo, sauti ya jamii, ukurasa wa mbele kabisa kuna habari ambayo inasema 9 watumbuliwa Dawasco, lakini maeneo ya kuzika da paswa kichwa, waagiza uchaguzi mea da kabla ya Machi 25, katibu mkuu Chadema ndani ya saa 48, Yanga Azam wapeni raha wa Tanzania. Ni muonekano gazeti la Jambo Leo sauti ya jamii katika upande wa habari za kitaifa ambazo zimechukua ukurasa wa mbele kabisa kama ambavyo unaliona hapo mtazamaji wa Mlimani TV. Nikilihitimisha gazeti la Jambo Leo sauti ya jamii, niangazia sasa gazeti Mwananchi. Ukurasa wa mbele kabisa kuna habari ambayo inasema jipu la mfuata mstaafu ni aliyekuwa mkurugenzi wa Dawasco, pia wamo mameneja wengine 9. Ni habari ambayo imechukua uzito katika ukurasa huu wa mbele katika gazeti la Mwananchi. Lakini habari nyingine inasema kwamba umeme wa Kinyerezi kuwashwa Machi 30, mrithi wa Dr. Slaa Chadema kujulikana leo. Lakini vile vile Maalim Seif atubua siri ya mazungumzo na Dr. Shein. Lakini habari nyingine inasema kwamba Profesa Ndulu tunajiridhisha kutekeleza agizo la rais. Lakini vile vile kuna habari picha hapa ikionyesha gari la mizigo katika uwanja wa ndege kimataifa wa Abeid Amani Karume Zanzibar likiwa limebeba karatasi za kupiga kura kama ambavyo linaonekana hapa katika gazeti la Mwananchi, mtazamaji wa Mlimani TV. Nikitimisha gazeti la Mwananchi katika kurasa wa mbele ambazo imechukua habari kubwa kabisa, sasa niangazie gazeti la Uhuru ukweli daima. Katika ukurasa huu wa mbele, vigogo 9 wasimamishwa kazi Dawasco, wahusishwa na upotevu wa shilingi bilioni 2, mtendaji mkuu mstaafu naye kuchunguzwa. Starbucks yapewa wiki 2 kulipa deni hilo, viwanda vikubwa vyaanza kuchunguzwa. Habari kamili inapatikana katika ukurasa wa 4 katika gazeti hili la Uhuru. Kiama cha wadaiwa sugu nyumba za serikali chaja, Tanzania Vietnam kuendeleza ushirikiano, ndivyo linavyosema gazeti la Uhuru katika ukurasa wake wa mbele, mtazamaji wa Mlimani TV, kama ambavyo linaonekana hapo. Na ndivyo ninavyohitimisha kutazama magazeti haya katika zile kurasa za mbele, nikiwa nimelishika sasa gazeti la Mwana Sport ambalo lenyewe ni maalum kabisa kwa habari za michezo na burudani, ambapo kuna habari ambayo inasema kwamba tunabahatisha, ngojeni mtatuelewa tunachomaanisha. Ni kauli yao Simba Sports Club. Sasa hamtaki au Mourinho anaanza kazi Julai. Ni habari ambayo inahusiana kocha Jose Mourinho, rais kinoma. Ni mechi za leo ambao ni inaendelea katika ligi kuu Tanzania bara, TFF kupindua meza Tanga. Ni gazeti la Mwana Sport katika ukurasa wake wa mbele, gazeti la habari za michezo na burudani. Nikiangazia sasa gazeti la Uhuru kwa upande wa nyuma, habari za michezo na burudani. Yanga APR mzigoni leo, habari kamili katika ukurasa wa 22. Azam kuikabili Bidvest. Lakini vile vile kuna habari picha hapa ikionyesha waziri mkuu Kassim Majaliwa akiwa na wasanii wa filamu nchini Singo Mtambalike pamoja na Lulu ambao walishinda tunzo kule nchini Nigeria, Lagos kule katika tunzo za filamu. Ni gazeti hilo la Uhuru, mtazamaji. Nikileka kando gazeti la Uhuru kwa upande wa habari za michezo na burudani, sasa niangazie gazeti la Mwananchi. Ukurasa wa mwisho kabisa, Yanga APR kisasi cha miaka 20, Azam yapanga silaha South. Gazeti la Mwananchi michezo na burudani kama ambavyo linavyoonekana katika ukurasa wa nyuma hapo. Hitimisha na gazeti la Mwananchi, sasa niangazie gazeti la Jambo Leo michezo na burudani. Mayanja meno nje kuifunga Ndanda, mkutano mkuu TFF kwanza leo Tanga, Yanga Azam wapeni raha wa Tanzania. Lakini vile vile kuna habari picha hapa ikionyesha mashabiki wa Rayon ambao pia ni timu pinzani ya APR wakishangilia wachezaji wa Yanga walipokuwa mazoezini kwenye mji wa Kigali, Rwanda. Jana Yanga inacheza na APR leo katika mchezo wa michuano ya ligi ya klabu bingwa Afrika kwenye uwanja wa Amahoro huko Rwanda. Gazeti la Jambo Leo sauti ya jamii katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani. Na mtazamaji wa Mlimani TV ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, hiyo ndio nukta yetu ya yasemavyo magazeti kwa siku hii ya leo tarehe 12 ya mwezi wa 3 mwaka 2016 hapa katika Mlimani TV burudani.